Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Dr. Baya Hassan Kisiwa. Leo ningependa kuwapa tips 10 muhimu ambazo zinasaidia mwanamke aweze kupata ujauzito kwa njia ya kawaida. Jambo la kwanza ni mwanamke kujua mzunguko wake wa hedhi jinsi ulivyo. Kwa sababu mimba ni zao la kupevushwa kwa yai, na yule ambaye anapata hedhi kila mwezi, yani kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema ni mwenye kupevusha yai kila mwezi. Kawaida yai hupevushwa wiki 2 kabla ya kuona hedhi nyingine ya mzunguko unaofuata, na wanawake wengi wanaona hedhi kila baada ya siku 28 mpaka 30. Kwa hivyo yai linapevushwa siku ya 14 ya mzunguko wake tangu aanze kuona hedhi, na mpaka siku ya 16 ndio uwezekano wa kupevusha yai. Kwa hivyo uwezekano wa kushika mimba ni pale ambapo ataweza kukutana na mume wake akapata mbegu ya kiume siku chache 2 au 3 kabla ya yai kupevushwa na ile siku ya yai kupevushwa. Kwa sababu mbegu ya kiume ina uwezo wa kukaa masaa mengi zaidi mpaka 72 katika viungo vya uzazi vya mwanamke bila kupoteza uhai wake. Lakini yai litakapopevushwa linakaa masaa 24 tu na kupoteza uwezo wake wa kuweza kufanyisha mtoto. Kwa hivyo ili uweze kushika mimba kwa njia asili lazima ujue mzunguko wako. Usipojua kuna hatari kwamba zinaweza zikafika zile siku ambazo zina uwezekano wa kushika ujauzito zikakupita ukashindwa kuzitumia, na hivyo kao unakutana katika yale masiku ambayo sio, ukachelewa kushika ujauzito. Jambo la pili ni kufanya tendo la ndoa mara kwa mara, hasa baada ya mwanamke kumaliza kipindi chake cha hedhi. Kipindi hiki ndio tunategemea wiki baada ya mwanamke kumaliza hedhi zake. Wengi wanatumia siku 3 mpaka 5. Akitoka hapo zile siku zinazofuata kama 10 au na zaidi kidogo, ndizo kuna uwezekano mkubwa kuweza kubeba ujauzito, kwa sababu ndio kipindi ambacho yai linapevushwa. Na hii haimaanishi kwamba kila mwezi kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Inaweza kapita miezi mingine asishike ujauzito. Kwa sababu kuna watu labda wameingia kwenye ndoa baada ya miezi 2 mitatu, wanaenda hospitali wanadai mbona hatujashika ujauzito huu mwezi wa 3 tangu tufunge ndoa. Haiko hivyo. Ili tuweze kusema ameshindwa kushika ujauzito kwa njia ya kawaida na hana tatizo lolote, ni pale ambapo mwanamke na mwanamume wanaishi pamoja na wanakutana mara kwa mara, angalau mara 2 au 3 kila wiki, ukapita mwaka mzima bila kuweza kupata ujauzito. Hao ndio tunaweza tukasema wameshindwa kubeba ujauzito kwa njia ya kawaida. Chini ya hapo bado muda wanao wa kuweza kujaribu zaidi na zaidi. Jambo lingine la kulifanya ili kuweza kushika ujauzito katika njia ya kawaida ni kuangalia chakula chake mwanamke. Ale chakula kilicho bora, chenye mkusanyiko wa makundi ya aina vyote, hususan yale yenye vitamins kama mboga mboga na matunda, proteins kwa wingi, nafaka nzima, vyakula vyenye kuua sumu tunasema antioxidants ambazo tunazipata katika matunda mbalimbali, pamoja na nuts kama korosho, mbegu za maboga, karanga na kadhalika. Lakini pia ale vyakula vyenye omega 3 tunasema. Omega 3 ni fatty acids au DHA tunaita, ambazo ni muhimu katika maendeleo ya ubongo wa mtoto. Na kitu kingine cha 4 ni kubadilisha mtindo wa maisha, kama yule ambaye anatumia pombe ama sigara, madawa ya kulevya, kwa sababu matumizi ya vitu haya yanapunguza uwezo wa kupata mtoto upande wote, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Yanapunguza ubora wa mayai, yanapunguza chance ya kuweza kupevusha mayai. Pia anafanya ukuta za kizazi kuwa zipoteza uwezo wake wa kuweza kubeba ujauzito na kukuza mtoto. Lakini hata kama mtoto akishikwa, yana uwezekano wa kuweza kupoteza mtoto ikiwa mwanamke anatumia vitu hivi. Jambo la 5 la kufanya ni kuchunga uzito wa mwili. Uzito wa mwili uwe wa wastani. Ukiwa mwembamba sana, yani una uzito mdogo sana wa mwili, inaweza kachangia usipate ujauzito. Lakini pia ukiwa na uzito uliopitiliza, unaweza ukachangia pia usipate ujauzito. Kuwa mwembamba sana au mzito sana au mnene sana, hayo yote haya yanaweza kubadilisha mvurugiko wa hedhi, yanaweza kufanya mayai yasipevushwe na kupelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa njia ya kawaida. Na uzito wa wastani tunaupima kwa kipimo cha body mass index, ambapo body mass index ni kipimo ambacho kinachukuliwa uzito wa mwili kwa kilogram gawanya kwa
mita za mraba za urefu wake, yani kilogram per meter square. Yani kama uzito wako labda ni kilo 60 na urefu wako ni mita 1.5, basi ile 60 kilogram gawanya kwa mita 1.5 gawanya tena kwa mita 1.5, jawabu liwe kati ya 18.5 mpaka 24.5. Chini ya hapo ina maana kwamba una uzito na urefu wako ni mdogo sana, yani uzito wako haulingani na urefu wako, una body mass index ndogo sana, na juu ya 24 juu ya 25 hapo inakuwa una uzito mkubwa uliopitiliza. Kitu kingine ni kudhibiti msongo wa mawazo, nasema limit stress, kwa sababu msongo wa mawazo unaweza kupelekea mvurugikano wa hormones ambazo baadaye zikakufanya ukashindwa kupevusha mayai na kushindwa kupata ujauzito kwa njia ya asili. Na jambo lingine la kufanya ni kuweza kutumia, tunasema vitamins. Kuna vitamins ama virutubisho mbalimbali ambapo vitaweza kukusaidia pia ukaweza kupata ujauzito wenye afya na kwa asili zaidi. Kwa vitu kama hivi, kama vile folic acid au viko vitamins mbalimbali, nitategemea mtaalamu wako wa afya atakavyoshauri kutokana na hali yako. Lakini jambo lingine kubwa ni kuangalia kwa wale wenye maradhi, kuangalia dawa wanazotumia. Kuna dawa ambazo mtu akitumia zinaweza zikamfanya asishike ujauzito. Kuna dawa ambazo zinazuia mayai yasipevushwe. Kuna dawa ambazo zinaweza zikamfanya mama akishika ujauzito uharibike. Kwa hivyo kabla ya kushika ujauzito ni muhimu mama akaangalia kama anatumia dawa, shauriane na daktari yake, kama ikibidi aache baadhi ya dawa ili aweze kupata ujauzito kwa njia ya asili. Na pia vile vile jambo la 9 tunasema wale ambao wenye maradhi sugu kama vile pressure, sukari labda na kifafa au magonjwa ya thyroid, naita ile ya tetezi ile inayokaa shingoni. Kuwapo na magonjwa haya kunaweza kusababisha akapata changamoto kwenye kushika ujauzito. Kwa hiyo ni muhimu mama afanye check up, aweze kujua hali alizokuwa nazo, lakini pia kutibu magonjwa aliyokuwa nayo kabla hajaweza kubeba ujauzito. Kuna magonjwa ambayo hapa yanakufanya kabisa ngumu kushika ujauzito kama hii ya thyroid, kwa sababu inavuruga kabisa mfumo wa hormone, mfumo wa hedhi ya wewe kuweza kushika ujauzito kwa njia ya kawaida. Na 10 la mwisho kabisa ni kutaka msaada kutoka kwa wataalamu wa afya kabla ya kubeba ujauzito. Yani ujauzito ni jambo la baraka ndio, na linaweza kaja kwa njia ya asili, lakini kutaka msaada wa kitaalamu kabla ya kubeba ujauzito inaweza kukupa faida zaidi na kuokoa hasara ya matibabu labda ya changamoto ulizokuwa nazo kabla hujabeba ujauzito, lakini pia kuhakikisha unabeba ujauzito salama na kupata mtoto salama, ukajifungua salama, mama akatoka salama na mtoto akabaki salama. Kushika ujauzito kwa njia ya asili ni jambo zuri zaidi kwa sababu ni la asili. Maana unaepuka gharama nyingi ambazo zinatumia madawa kama vile ya kupevusha mayai ama kutumia njia mbadala za kuweza kulazimisha mimba iingie. Lakini lisitokee tu hivi, lazima kuwe na vitu muhimu ambavyo mwanamke anaweza akazingatia ili kuweza kupata wepesi katika kushika ujauzito kwa njia ya asili.